Funua neema yako, marafiki wakujue. Funua neema yako, mataifa yote yakujue. Funua neema yako, familia zetu zikujue. Funua neema yako, marafiki zetu wakujue. Funua neema yako, mataifa yote yakujue. Funua neema yako, familia zetu zikujue. Baba uishie milele, hilo ndilo ombi letu asubuhi njema, ya kuwa utatufungulia mbinguni, ndiposa wema wako ushuke juu ya kila mmoja wetu. Kwa kweli tumeuona mkono wako tunapoanza mwaka wa 24 na tunataka kuketi chini ya miguu yako, ndiposa tuweze kukula na kukunywa kutoka kwako Baba. Ombi letu ni moja, kaa nasi Baba na utubariki tunapokaa mahala hapa ambapo ni patakatifu. Twaomba neema yako na utukufu wako uwe juu yetu, ndiposa tuishi kukuinua miaka yetu yote na kukusifu. Katika jina Yesu Kristo twaomba na kuamini, amen. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake ninala moyoni. Yesu namwamini, nimemuona dhabiti. Yesu yu nambari, ahadi zake kweli. Wacha tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukikushukuru kwa sababu ya uzima, tukikushukuru kwa sababu ya uhai. Baba Mwenyezi Mungu, ninaposimama hapa kama mtumishi wako, naomba ya kwamba isiwe ni mawazo yangu, isiwe ni maneno yangu ambayo nitaweza kupatia watu wako, bali iwe ni lile neno ambalo wewe kupitia kwa Roho wako Mtakatifu umeliweka ndani yangu. Baba, nakuomba ukaweza kunisaidia. Mimi ni mtu mwenye upungufu, mimi ni mtu mwenye kutokujua kwingi, lakini nikijikabidhi mikononi mwako najua ya kwamba utazidi kufanya mambo makuu siku hii ya leo. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana asifiwe. Mnaweza mketi chini. Ningetaka kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hapa, na zaidi ya yote kumshukuru mchungaji wa parokia hii Reverend Joseph Waweru kwa sababu ya kunipatia fursa hii kuja kuweze kushiriki nanyi hapa siku hii ya leo. Kwa jina ninaitwa Reverend Eric Irungu, nami sio mgeni sana hapa kwa sababu hapa mimi ninajihisi niko nyumbani. Nimekuwa mshiriki wa hili kanisa kwa muda mrefu kwa sababu ni takriban miaka 11. Nilijiunga na kanisa hili mwaka 2009 na nikaweza kupata fursa hata ya kutumika katika kanisa hili, katika chama cha kanisa, na nikatumika pia kama mweka hazina. Na mwaka 2021 kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu nikaweza kuchukua hatua nyingine na nikaondoka katika kanisa nikaelekea upande mwingine, kwa sababu tulikuwa tumehamia kutoka hapa na tukaenda katika sehemu nyingine. Mimi natumika katika diocese ya Machakos, Archdeaconry ambayo inaitwa Syokimau Archdeaconry, na parokia ambayo ninahudumu inaitwa ACK Christ Church
Rimhouse Parish. Kwa hivyo najisikia niko nyumbani, sijisikia kwamba niko mahali pageni. Nikiangalia ninaona ya kwamba kuna watu wengi, takriban 80% ambao bado ninawajua, lakini kuna takriban 20% pengine ambao naweza kuwa siwajui, lakini najua ya kwamba tutazidi kujuana kwa wakati. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nitaingia moja kwa moja kwenye neno ambalo Mwenyezi Mungu ameniweka ndani ya moyo wangu, na masomo ambayo tulisomewa yanatuongoza vizuri sana. Ningeomba sana ya kwamba utakapopata wakati ukifika nyumbani, rejelea lile somo ambalo lilisomwa, lile la Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati, Second Chronicles, au kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati. Mlango ni wa 15, aya kuanzia ya kwanza hadi ya 15. Kwa sababu neno la Mungu linazungumzia katika maneno yale mambo ambayo yanatuongoza, mambo ambayo yanatuweza kutujulisha ya kwamba iwapo tutajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, na najua ya kwamba Ijumaa inayokuja mtakuwa na ibada maalum sana ya kujikabidhi na kujitoa dhabihu tena kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nadhani ya kwamba itaweza kuwa ya manufaa zaidi. Lakini ukisoma pale utaona ya kwamba kufikia pale mwisho, lile neno linasema ya kwamba pasi kuwa na kujiweka kwenye Mwenyezi Mungu, basi hatuwezi kupata afueni au amani. Kwa kimombo inasema we cannot get the rest. Lakini neno ambalo ningetaka kulinena leo, mada yake nimeita maisha makamilifu katika Mungu, wholesome life in God in English. Na nitashughulika sana kutokana na yale maneno ambayo tumesomewa kutoka kwa Injili ya Mtakatifu Mathayo, mlango ni wa 6, na pale utapata ya kwamba kuna mambo fulani ambayo Mwenyezi Mungu anatunenea. Inatunenea mambo ya kujiepusha na kuwa na wasiwasi. In English, ukisoma pale utaona ya kwamba inazungumza the subheading, especially kwa toleo la NIV, inasema ya kwamba do not worry. Do not worry. Na pale Mwenyezi Mungu anatuzungumzia kuhusu mambo mengi. Na ukiangalia yale mambo ambayo anasema ni ya kwamba iwapo tutakuwa na wasiwasi katika maisha yetu, hatuwezi kujiweka katika nafasi ya kuyarekebisha mambo. Na ninajua ya kwamba ni wazi, wakati mwingi huwa tunajipata katika mambo ya kujipata katika mawazo. Na wakati tunafikiria about maisha makamilifu, a wholesome life, a wholesome life lazima iwe na pembe zote. Kwa kimombo nitasema intellectually, spiritually, emotionally, physically. Lakini nataka nizungumzie sana hapa pa mentally. Kuna neno moja ningependa tu kusoma, na hili neno liko katika kitabu cha waraka wa Yohana wa 3. You can project that. 3 John and verse 2. Waraka wa 3 wa Yohana, na ni aya ya 2. Na hapa neno linasema ya kwamba, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Narudia, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo.
I like the English translation better. Because it says, and this is mahali Yohana anamwandikia Gayo. Gaius in English. It says, "Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well." Kwa hivyo ni kutuonyesha kwamba katika maisha yetu kuna uwezekano ya kwamba sehemu fulani ya maisha yetu inaenda vizuri, lakini sehemu nyingine inaweza kuwa haiendi vizuri. Na tuko katika nyakati hatari sana kwa sababu ya yale mambo ambayo yanaonekana katika nchi na pia mambo ambayo yanaonekana katika dunia. Wiki hii kumekuwa na ripoti moja ya kusikitisha sana. Najua ya kwamba kila mtu aliweza kuisikia ya kwamba kuna mwanadada mmoja ambaye alijitoa uhai. Kisa na maana ni kwamba amekuwa akitafuta kazi, amehitimu katika chuo, ana shahada yake, na nilisoma na nikasononeka ya kwamba alisema ya kwamba katika waraka ambao alioandika, the suicide note, alisema ya kwamba amejaribu kutuma maombi ya kazi mara 500 lakini hapati kazi. Je, hii inatuambia nini? Katika maisha ambayo tuko, na sitawadanganya niseme ya kwamba kwa sababu sisi ni Wakristo tutajiepusha na mambo ya mafikra na misongo ya mawazo. That is stress. Kuna mambo ambayo yanazidi kutukumba sana. Lakini tukijikabidhi kama vile tulivyonenewa na maandiko ambayo tulisoma katika kitabu cha Mathayo, tunaambiwa ya kwamba iwapo tutafikiria mambo haya sana, if we worry about these things, what do we add to ourselves? Is it to say that we will not worry? No. Kuna mwandishi mmoja ambaye anaitwa Dale Carnegie. Najua wengi pengine mmemsikia na kusoma vitabu vyake. Kuna kitabu kimoja ambacho alikiandika miaka mingi sana awali na kimeuzwa chapa nyingi sana. Kile kitabu kinaitwa How to Stop Worrying. How to Stop Worrying. If you find that book, please partake of it. Lakini kuna mambo matatu ambayo wanasema pale when it comes to worry. Na yule ni mwandishi wa kidunia, lakini ni mambo ambayo anaandika nadhani yanatuhusu pia sisi hata kama Wakristo. Dale Carnegie says, number one, accept that you're worried. When worry comes, accept that you're worried. Na number two, ask yourself, what is the worst that can happen out of this situation that worries me? What is the worst? Ni nini kibaya zaidi kinachoweza kutokana na mambo haya? And number three, he says this is the most important thing. Jiulize, in the situation that I find myself in, what is the best way out that I can find myself to get out of that particular situation? Na Mathayo 6 ukianzia mstari au aya 25 inatunenea vizuri. Na ufikapo nyumbani chukua muda, enda usome pale. That let us not worry. Lakini aya ya 33 inatuzungumzia na kusema ya kwamba tukijikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, if we seek the kingdom of God and his righteousness, all these other things that we worry about are going to be added unto us. Is it to say that we do not worry as Christians? No. We worry. Tunajipata wakati mwingine tunauoga, na ninaweza sema ya kwamba if you find yourself in a situation where you are constantly worried, my friend, that portion of scripture should speak to you.
Matthew 6:25 to 34. And there's also another place that I will send you, Psalm 91. If you read the whole of Psalm 91, Zaburi 91, ukiisoma yote utapata ya kwamba inakuzungumzia. It is a psalm. I like preaching and teaching what I do. It is a psalm that has built me wakati nimekuwa niko chini na niko na mawazo mengi. Read it. It's from verse 1 to 16, just 16 verses. If you find yourself constantly worried and fearful, anzia na kuisoma ile Zaburi kwa sababu inakuzungumzia. Hatuna wakati kwa hivyo hatutaweza kuisoma, lakini ukifika nyumbani, pindi unapofika, jaribu na kuisoma ile. There is also a song that I have found doing so much for me. Najua mnajua huu wimbo ambao uliandikwa na Horatio Spafford. You know the song, It Is Well With My Soul? It is well with my soul. Ukisikia yaliyofanya yule bwana Horatio Spafford kuandika ule wimbo, inasemekana ya kwamba alikuwa anaenda katika safari na familia yake, lakini kwa sababu za kibiashara hangeweza kuandamana nao. Kwa hivyo walimtangulia katika safari, na walipokuwa katika safari kukawa na dhoruba kali katika kule kwenye bahari, na kukawa na mkasa wa baharini, na ile meli ambayo walikuwa ikaweza kuzama. And it is said that mkewe just sent a postcard that there was an accident, there was a shipwreck, scores died, but I'm the only one that survived, including hata watoto wake. But I derive a lot of satisfaction from what Horatio Spafford did. In the midst of a tough situation, akaamua ya kwamba, atasema ya kwamba, it is well with my soul. In the year 2007, I was going through a very deep situation in my life. And I used to sing that song, It Is Well With My Soul. Sang it until the Lord did something and came through in that particular situation. So I have seen it. Every time I get in that kind of a situation, huwa ninajipata ya kwamba ninarejelea ule wimbo. Ninapomaliza niseme ya kwamba wakati tunajipata katika nafasi ya kuwa na wasiwasi katika maisha kwa sababu ya mambo ambayo yanatukumba, jambo la kwanza, tumkumbuke Mungu na tujikabidhi kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu. Na jambo la pili, tujue ya kwamba it is okay even when we go through those kind of situations. Tafuta watu ambao unaweza ukatembea nao, ukaandamana nao, wakakushika mkono. Let your religious leaders here in church support you. Pray with you, because wakati mwingine unajifika mahali unajipata hata kuomba umeshindwa. Let there be some backup so that kuna watu ambao wanakushikilia kwa maombi. Tafuta hata kama ni marafiki ambao unaweza ukazungumza nao, kwa sababu wakati mwingine inatubidi tu tutafute watu tuzungumze nao, waweze kutusikiliza na tuweze kupata utulivu. Najua ya kwamba sio marafiki wote. Nimesema tafuta marafiki wazuri, marafiki ambao wanaweza kuaminika. Na jambo la tatu, na hili ni jambo ambalo watu wengi hawapendi, na la mwisho, ni kusema ya kwamba inafikia wakati mwingine ambapo haya mambo hayawezi kusuluhishwa, tuseme kwa mfano na marafiki, hata viongozi wa kanisa inaweza fika mahali na ikakuwa ni vigumu. Basi kuna wakati inabidi sasa ukaenda kupatana na wataalamu. Kuna wataalamu wengi wa kisaikolojia, wataalamu ambao ni wa mambo ya ushauri na saha, counseling. Ukatafuta pale, ukaweze kwenda kupata kukaa kikao na mtu, mkaweza mkazungumza.
Because we will face these things, and mental health issues are a serious concern. Kitambo tulikuwa tunaona ya kwamba mental health issues pengine ni kichaa, pengine ni mapigo ya ibilisi, na ni kweli wakati mwingine ni mapigo ya ibilisi, lakini sio wakati wote. We face a series of what we call mood disorders, anxiety disorders. Mimi kwa kazi yangu ni mwalimu, na huwa ninaona wakati mitihani inakaribia, unapata watu ni kama wamepagawa just because of the anxiety of sitting an exam. Somebody will face the anxiety even when they are facing an interview. So it is normal, it is real, it happens. Let us seek how we can be able to do that. So that is how we will be able to live a wholesome life. Na maisha ya ukamilifu katika Mungu ni kusema ya kwamba lazima tujifiche katika Mungu ndiposa tuweze kupata faraja zake. Na la mwisho niseme ya kwamba Mungu pia huwa anasikiza maombi yetu na atatujibu. Ukisoma katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati, inasemekana dhahiri shahiri ya kwamba atatujibu tu iwapo tuko katika msimamo mzuri naye. It says that he will hear us and answer us if we are in the right standing with him. So the first step is to desire and to purpose and to make it our personal choice to be in good standing with the Lord. That means that we have to walk right. And I thank God, as I said, because you are just about to be going through the dedication process. So I believe that the Lord is going to do something. Allow me to reach there and pray. Asante Mwenyezi Mungu kwa kutunenea. Naomba ya kwamba hawa wapendwa watakapoenda katika manyumbani mwao, uwasaidie kuweza kutafakari yale ambayo tumenena, na uwanenee watakaposoma yale masomo tena. Na iwapo kuna mambo ambayo ni changamoto katika maisha yao, na kuomba ya kwamba ukawakumbuke na ukaweza kuwatendea mambo makubwa. As we pray in the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Asante sana, tumpigie mchungaji makofi. Asante, Mungu akubariki.